Kwa majina anaitwa Francisca Damian Kavishe, ni mzazi wa Juvens Damian Chare ambaye alipotea toka tarehe 28 mwezi wa 3. Mimi nilipata taarifa tarehe 30 ya mwezi wa 3 nikiwa Songea. Yeye alipotea akiwa Dar es Salaam. Alikuwa dereva wa maroli ambayo anaenda nje. Alirudi toka safari zake, alirudi siku ya Jumatatu wiki hiyo ambayo amepotea. Ilipofika Jumamosi saa 4 hiyo tarehe 28 aliaga anaelekea Goba alikokuwa anaishi. Aliaga anasema anaenda kuhama, alitaka hamie Mbagala Mpya jirani na ofisi alizokuwa anafanyia kazi. Kwa hiyo alivyotoka kuelekea Goba hakufika kule alikokuwa anaishi kwenda kuhamisha vitu. Mpaka saa 7 mchana simu zake zilizima, hazikupatikana. Kuanzia hapo hazikupatikana tena mpaka leo hii. Kwa hiyo kama mama nilipopata taarifa hiyo tarehe 30, tulifanya juhudi za kumtafuta, pia ofisi nao waliendelea kumtafuta. Wakawa wametoa taarifa kituo cha polisi cha Mbezi, maana mara ya mwisho walipoongea naye alijieleza kuwa yuko maeneo ya Mbezi anaelekea huko Goba. Ndio maana wao wakatoa taarifa kituo cha Mbezi polisi stand. Kwa hiyo tumeendelea na ufuatiliaji mpaka leo hii. Wewe unaishi wapi? Kwa maana kwamba wewe sio mkazi wa Dar es Salaam, na baada ya kupata hizo taarifa ulifanya jitihada gani sasa kuhakikisha kwamba na wewe unasogea katika eneo ambalo yeye alikuwepo? Mimi sio mkazi wa Dar es Salaam, naishi Songea mjini. Nilipopata hizo taarifa nilikaa kama siku 2-3 nikitegemea kuwa atapatikana. Lakini nilipoona bado swala linakuwa gumu, siku ya Ijumaa Kuu nilitoka Songea nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kutoa taarifa hizo polisi zilizo sahihi, maana walikuwa wananihitaji kama mama, na kuendelea kumtafuta. Na pia tukawa tumeenda kwenye baadhi ya hospitali. Nilikuwa nimeenda Muhimbili. Pale Muhimbili wakatuambia sasa hivi hawapokei issue za watu ambao hawana ndugu. Kwa hiyo tuende Tumbi. Na kampuni ambayo ilikuwa inafanya kazi, wao wamezungumza nini mpaka sasa hivi? Kwenye kampuni yake kama mzazi nilienda mpaka ofisini kwao, sababu namba ya HR niliipata kwenye dokumenti za mwanangu. Nilimpigia, tukawa tunawasiliana toka nikiwa Songea. Kwa hiyo nilivyofika nilienda pale ofisini. Wakasema na wao wamerusha hizo taarifa kwenye mitandao, wanaendelea kumtafuta. Kwenye gari alikuwa anaendesha peke yake au kuna mtu alikuwa anasaidiana naye kama tandiboy? Dereva alikuwa peke yake, kuna mtu alimchukua kama tandiboy wa kumsaidia, alikuwa naye ambaye ni kijana kutoka Songea pia. Umepata nafasi ya kuzungumza naye, na kitu gani ambacho amekisema? Waliachana vipi na waliachana katika mazingira gani mpaka yeye alivyokuwa akienda huko Goba? Alinieleza kuwa mara ya mwisho wameachana hiyo Jumamosi tarehe 28 saa 4 asubuhi. Alimuaga kuwa anaenda Goba kuhama. Akawa amemwachia kila kitu kiwemo vitambulisho, vyote aliviacha. Akachukua tu pesa kama kiasi cha shilingi 40,000 na simu yake akaondoka. Akapanda bajaji akaondoka eneo alilokuwepo ambalo alipaki sheli ambayo iko maeneo ya Mbagala. Alivyotoka wakaendelea kuwasiliana, ila ilipofika saa 7 simu zake hazikupatikana tena. Huo muda wa 7 ndio muda ambao aliwasiliana naye kwa mara mwisho akamwambia yuko Mbezi anaelekea nyumbani. Huo muda wa saa 7 mara ya mwisho aliyowasiliana naye ni HR wa kazini kwake. Ndio aliyomwambia yuko Mbezi. Huyu kijana yeye alijua tu tayari yuko kwenye shughuli zake, akaendelea tena kumtafuta. Lakini alivyoona mpaka saa 1 usiku akipiga simu hazipatikani, ndipo alipoanza kuwa na wasiwasi. Wakati kampuni inamtafuta mwisho majira ya saa 7, nyinyi wazazi sasa nani waliojulisha kwamba labda kuna sintofahamu ya kwa tumpati mpaka sasa hivi? Ni kampuni au ni rafiki yake?
huyo rafiki yake. Kampuni hawakunipa taarifa. Kampuni mimi niliwatafuta mimi baada ya kupewa taarifa kuwa hapatikani. Nikamwambia yule tandiboy wake, naomba angalia kwenye hizo dokumenti zake kama kuna mawasiliano ya kazini kwake. Akaniambia kuna namba 2 ambayo moja ni HR na hiyo nyingine sijui ni nani. Nikamwambia nitumie hiyo HR, tukaanza mawasiliano na huyo HR. Lakini aliyetoa taarifa kwangu ni huyo tandiboy wake. Na huko ambako alikuwa anaishi, mmefanikiwa kupata taarifa kwamba alifika wakati mara mawasiliano na HR kwamba yuko busy anaelekea nyumbani? Mmefanikiwa kufika na kuona mazingira aliyokuwa akiishi, na ni kitu gani ambacho kinaendelea hapo kama mliwahi kufika na kupaona? Tulipata mawasiliano ya kule alikokuwa anaenda ambako alikuwa anaishi. Wakatuambia kuwa hakufika. Walitegemea nao atafika, alishawaambia kuwa anaenda kuhama, lakini kwa siku hiyo hakuonekana. Mpaka baadaye na wenyewe wakaanza kumtafuta kwenye mawasiliano, hawakumpata. Walitegemea anafika, lakini muda ulizidi kwenda, hawakumuona. Na vitu vyake viko wapi sasa? Kama alikuwa akiishi kwenye nyumba ya kupanga, ina maana alikuwa na vitu vyake. Viko wapi na viko katika usalama kiasi gani? Kwa sababu wewe mzazi umeshafika na umefanya jitihada za kujua vitu vyake vya nyumbani kwake viko wapi. Hivyo vitu vyake vya nyumbani kwake ambako ilibidi aende kabebe ahame, alikuwa anaishi na rafiki yake anaitwa Alfred Milanzi, ambaye alishawahi kusafiri naye kwenda naye nje, lakini baadaye akamwacha. Alikuwa aishi naye na alishamwambia naye kuwa anahama, na pango lilikuwa bado halijaisha. Akamwambia utaendelea kuishi kwenye hicho chumba, mimi nahama na kuacha. Baada ya kutokea tukio, ofisi HR ndo alimtafuta yule Fredi ambaye anaishi naye, ndo aliyoenda kutoa taarifa polisi, na ofisi ikawa inamtumia yule kijana kwa ajili ya kuendelea kumtafuta. Wakawa wanampa hela usafiri kuendelea kumtafuta hospitali mbalimbali na sehemu mbalimbali. Mpaka siku nafika mimi hapa mjini, yule kijana sijawahi kuonana naye. Ila baada ya nimeshaenda kituoni, nimepata taarifa hizo, nimeenda kituoni, nimetoa taarifa kule, tumeanza kuendelea na uchunguzi. Siku ambayo nimetoka kituoni narudi nyumbani, nikapewa taarifa na kule ambako kijana wangu alikuwa anaishi. Wakaniambia yule Fredi amekuja, amechukua kila kilichopo hapa, ameondoka. Kwa maelezo ya wale waliokuwa naishi pale, wakasema tulimuoji, kwa nini unachukua hivi vitu? Akasema mimi nahama. Huyu mwenzangu aonekane, mimi nahama, nahamia Kigamboni. Kwa hiyo tulipopata taarifa zile nazo tukazifikisha kituoni. Zikachukuliwa juhudi za kumtafuta yule kijana. Akachukuliwa akawa chini ya ulinzi wa polisi pale kituoni. Wewe umepata bahati ya kuwasiliana naye tena baada ya hapo, hatua za kwamba alihama katika nyumba ambayo alikuwa anakaa. Sasa vile vitu ambavyo vilikuwa ni vya mwanao, aliondoka navyo moja kwa moja na yeye, na wewe kama mama sasa unafanya jitihada gani za kuhakikisha vitu vya mwanao vinarudi kwenye usalama? Sababu imeshafika polisi na polisi wanatambua na walishaenda mpaka Kigamboni kuangalia. Bado iko chini ya polisi. Bado iko chini ya polisi. Kwa hiyo nasubiria wao watatupa majibu gani. Pole sana. Asante. Sasa kuna kitu gani pengine ambacho unaiomba serikali, lakini pia hususan jeshi la polisi? Umesha ripoti tayari na swala linafuatiliwa. Kitu gani ambacho pengine kwa nafasi ambayo nakupa ya kuliomba jeshi la polisi kutokana na hii issue ya mtoto wako? Naliomba jeshi la polisi kuendelea kunisaidia kutoa taarifa mbalimbali na kuendelea kumtafuta zaidi, sababu aliondoka hakuwa na kitambulisho chochote. Labda anaweza akawa ameshikiliwa kituo chochote cha polisi. Naomba tu msaada wao tupate mawasiliano. Kama watamuona kijana yoyote kituo chochote cha polisi akajitambulisha. Kwa kweli aliondoka hana kitambulisho chochote, vyote aliacha kwenye gari na ninavyo. Kwa hiyo naomba msaada. Kama watamuona kijana kama huyo, mwanangu Juvens Damian Chale, waweze kunipa ushirikiano wa kuweza kumpata kijana wangu.